Dr. Pelina kutoka Penicare Afya. Leo tutazungumzia madhara gani ambayo unaweza ukayapata wewe mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo pale ambapo utakuwa umejikuta unakula viporo kila mara. Madhara ya kwanza, kitu cha kwanza ni kuzalisha au kuongezeka kwa asidi tumboni. Utakuwa unaongeza asidi hasa unapokuwa unakula chakula ambacho kimetunzwa zaidi ya masaa 24. Lakini madhara ya pili, utaathiri utumbo kwa sababu ya bakteria. Wale bakteria ambao wanakuwa kwenye kile chakula ambacho kimekaa zaidi ya masaa 24 ni mbaya zaidi. Usile. Madhara mengine ni kuongezeka kwa gesi na kuvimbewa. Unaweza ukajikuta unakula chakula kuanzia asubuhi hadi jioni tumbo limejaa, kumbe umevimbewa ni ile gesi, na inaenda kuathiri zaidi kwa sababu una changamoto ya vidonda vya tumbo. Na kitu kingine ni kuathiri kinga ya tumbo. Kuna kinga ya tumbo ambayo unakuwa unaiathiri pale ambapo unakuwa unakula vile vyakula ambavyo vimekaa zaidi ya masaa 24 na unakuja kula, na hapo tayari una changamoto ya vidonda vya tumbo. Ni mbaya zaidi, unaenda kutengeneza athari zaidi na zaidi, kwa sababu wakati unaenda kula kile kiporo unakuta kina viungo vingi. Kwa mfano kama pilau, ile pilau unavyoikula asubuhi yake unaenda kutengeneza gesi sana. Lakini kuna hatari ya sumu ya chakula au food poisoning. Hiyo ni mbaya zaidi, kwa sababu chakula kikikaa zaidi ya masaa 24 wakati mwingine kimeshaharibika, kimeshakuwa na bakteria. Ni mbaya zaidi kwa wewe mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo kusurvive. Utajikuta maumivu yanakuwa makali sana na hali ya vidonda vya tumbo inaongezeka. Na ni kitu gani ambacho unatakiwa ufanye? Ushauri. Takiwa upate ushauri wa daktari. Kama wewe mgonjwa wa vidonda vya tumbo, upate ushauri wa daktari. Kula chakula kipya na kilaini, lakini pia epuka kula vyakula vyenye viungo sana. Usile vyakula vyenye viungo sana, jitahidi sana ule vyakula ambavyo havina viungo sana lakini laini. Epuka kunywa soda, vitu vyenye gesi, kwa sababu vinaenda kujaza tumbo lako tena. Na ushauri mwingine, jitahidi sana uonane na mtaalamu wa masuala ya afya kwa ajili ya vidonda vya tumbo, na upate elimu zaidi kuhusu changamoto ulionayo na upate tiba stahiki.